iliyo njema ambayo nataka niwaletee neno hili katika kwa muda mfupi, na ni neno la baraka kuanzia asubuhi, mchana tulikuwa nalo na hata jioni ya leo ni la baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ujumbe wa siku ya leo ulikuwa ni kwamba ni mawazo mema kutoka katika kitabu cha Yeremia 29:11. Nisomee tu ujumbe alafu nikupatie kitabu kingine hapa. Nitakuwa jambo la baraka kwa haraka tu katika jina la Yesu. Nichukue tu muda mfupi kwa ajili ya kuzungumza katika jina la Yesu. Yeremia 29:11 inasema hivi. Biblia inasema aje? Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Anasema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa mada ya ujumbe wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakupeleka katika kitabu cha Hesabu 20 kuanzia penyewe mpaka mstari ule ni wa 7 ama wa 8, na itakuwa jambo la baraka. Tutaenda katika jina la Yesu Kristo vile Mungu atakavyo kukusudia katika jina la Yesu. Maana nachukua tu muda mfupi ili kwamba nikakufundishe ama nikakuhubirie hii katika jina la Yesu. Hesabu 20 kuanzia penyewe kuelekea mpaka mstari wa 8. Hesabu ama Numbers 20. Kuanzia penyewe maandiko nasema hivi. Nasemaje? Kisha wana wa Israeli mkutano wote wakaingia bara ya Sini katika mwezi wa kwanza, watu wakakaa Kadeshi. Miriamu akafa huko, akazikwa huko. Hapo hapakuwa na maji kwa ule mkutano. Wakajikusanya juu ya Musa na juu ya Haroni. Watu wakashindana na Musa. Wakanena wakisema, ingalikuwa heri kama tungalikufa wakati ule ndugu zetu walipokufa mbele za Bwana. Mbona mmewaleta kusanyiko la Bwana hata jangwani ili tufe huku sisi na wanyama wetu? Na mbona mmetupandisha kutoka Misri ili kutuleta hata mahali hapa pabaya, si mahali pa mbegu wala tini wala mizabibu wala makomamanga wala hapana maji ya kunywa? Musa na Haruni wakatoka pale palipokuwa mkutano, wakaenda hata malangoni pa hema ya kukutania, wakaanguka kifudifudi. Utukufu wa Bwana ukawatokea. Bwana akasema na Musa akinena, toa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maandiko ambayo yanazungumzia kuhusiana na historia ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. So unapoangalia katika haya maandiko ni kwamba wana wa Israeli walienda wakaketi Kadeshi. Miriamu ambaye alikuwa katika ile kikundi, naye akafa akiwa kule, naye akazikwa huko, na hapo hapakuwa na maji, yani ni mahali ambapo palikuwa na jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo wana wa Israeli walienda wakaketi. So ukianza kuangalia haya yote, walikuwa wamekaa katika jangwa, mahali ambapo pamekosekana na maji, mahali ambapo pamekauka sana. So wamekaa mahali pale, so wameona kwamba hata tuwezi panda chochote,
maji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo ndipo wana wa Israeli walikuwa wamekaa. Hapo ndipo Musa aliwapeleka wakaketi. Bwana Yesu asifiwe. So unakuja kupata kwamba wana wa Israeli wakaanza kulalamika. Wana wa Israeli wakaanza kulia, umetuleta wapi hapa? Umetuleta wapi hapa ambapo ni mahali ambapo ni pabaya? Wanaanza kulalamika. Umetuleta wapi hapa? Mahali ambapo hatuwezi pata kitu chochote. Umetuleta hapa ili kwamba sisi tukaweze kukufa, ili kwamba ng'ombe zetu zikaweze kukufa, ili kwamba wanyama wetu wakaweze kukufa, maana hakuna maji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jangwa limekauka, maji hayako. So wana wa Israeli wakakusanyika pamoja, wakianza kulalamika, wakianza kuambia Musa, wewe umetuleta wapi hapa? Umetuleta ili kwamba tukuje tukakufia huko. Maandiko inatuambia kwamba wana wa Israeli walipokusanyika wakianza kulalamikia, wakianza kulaumu Musa na Haruni, Mungu akaambia Musa. Musa wakaenda katika hema la kukutania, mahali ambapo ni patakatifu pa kuabudu Mungu. Wakaanguka kivutivuti wakiambia Bwana, tutafanya aje maana watu wanatulaumu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutafanya aje maana watu wanatulaumu? Lakini Mungu akawaambia, uko na nini mkononi? Akasema, niko na fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatuma Musa akamwambia, nenda kwenye mwamba ukakonge, ili kwamba wana wa Israeli kwamba wakaweze kupata maji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali ambapo unaweza kuwa umepelekwa na ukafika njiani, ukafika mahali pale ukaona kwamba ni mahali pa jangwa, mahali ambapo huwezi panda mbegu yako ikaweze kumea pale. Ninataka nikuambie kwamba jioni ya leo, wacha kulalamika, wacha kurushiana wewe mtumishi wa Mungu, kwamba ni mahali gani ambapo umeleta. Ni kila ambacho unataka utazamia kwamba mawazo ambayo anakuanzia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu hakutaka wana wa Israeli wakufe katika hiyo jangwa. Ndiposa akaambia Musa, tumia fimbo ambayo uko nayo ukapige, ukaenda ukagonga hiyo mwamba ili kwamba kapate maji. Haleluya. Sio wana wa Israeli wanawaza kukufa, lakini Mungu anawasia mawazo mema ndani ya maisha yao. Ndiposa Mungu akaachilia maji kutoka kwenye mwamba ili kwamba ng'ombe wao wakunywe, ili kwamba hata wenyewe wakaweze kukunywa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna ile hali ambayo unaweza pitia, ukaona kwamba kumekuwa tesa. Kuna wakati ambapo unaweza tafuta mtoto, ukaona hapa kumekauka. Umejaribu muda wa kwanza, wa pili, wa tatu, miaka ikapita, moja, ya pili, ya tatu, ya nne, inaelekea inaisha, ukaona kwamba unazeeka. Ninataka nikwambie kwamba wacha kuhangaika, wacha kufikiri kila ambacho. Nataka nikwambie kwamba tazama wazo gani ambaye Bwana anakuwazia. Yeye anasema kwamba anakuwazia mawazo mema, si mawazo mabaya katika siku zako za uzee. Unapokata tamaa kwa sababu ya kutopata mtoto, unapata na jina la Yesu Kristo. Maana mawazo ya Mungu anayekuwazia ni mawazo ya amani, ni mawazo ya baraka katika siku zako za uzee. Utakuta kuwa na furaha katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sio kwamba ukate tamaa. Huyu Mungu anapokuambia kwamba kuna mawazo mazuri juu yako, Bwana Yesu asifiwe, ana upendo juu yako. Ndio maana anamaanisha kwamba anakupenda. Haleluya. Yana anakupa tumaini siku za mwisho, siku ambazo umechoka, siku ambazo unaona kwamba unaenda kukufa, siku ambazo unasema kwamba
gani Mungu amepanga. Kalenda ya Mungu ni tofauti. Haleluya. Kalenda ya Mungu ni tofauti. Watu wa Mungu, kalenda ya Mungu ni tofauti. Kalenda ya Mungu ni tofauti na vile ambavyo wewe unawazi. Wewe unajiwazia kwamba sasa leo hii imefika mwisho, lakini Mungu anasema kwamba ikifika tarehe kama hii, siku kama hii, masaa kama hii, hapo ndipo nitatenda yangu, hapo ndipo nitajitukuza. Ndipo sasa unaona kwamba wana wa Israeli wanapofika, wanapokata tamaa, wanapoona kwamba macho hakuna, Mungu anatumia Musa, anamwambia sasa toka kwenye mwamba. Hapo ndipo maji iliposhuka, wana wa Israeli wakaanza kuyanywa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usije ukakata. Mawazo ya Bwana anayokuwazia ni mawazo mema. Haleluya. Unajua mtu anapoona tu kwamba amejaribu sana sasa, yani anaona tu kwamba nimefika mwisho. Nikakutana na mtu akaniambia kwamba yangu imefika mwisho. Yangu imefika mwisho. Nimechoka. Yani amejaribu mbinu zote mpaka aoni kwamba hakuna upendo. Ninataka nikwambie jioni ya leo, ninataka nikwambie usiku wa leo, wakati ambapo unakata tamaa, Mungu ameweka raba sana siku ile itendeke. Wakati ambapo unachoka, Mungu naye anakuwekea kila ambacho unakitaka katika jina la Yesu. Yesu apewe sifa. Sio wewe ukate tamaa, hapana. Ni kusonga tu. Nikijua Baba aliyeniumba ako na sababu. Mungu hawezi kukuumba akakosa sababu na wewe. Haleluya. Mungu anakuwa na sababu na kusudi la maisha ya mwanadamu. Na kila ambavyo amekuumba anajua kwamba utapitia hii one step, second step, and that step unapata mafanikio yako. Haleluya. Haleluya. Yani usione tu kwamba hii sasa ni yangu tu ili nikujia. Hapana. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akagonjeka, akasema sasa hii magonjwa ni yangu mimi, itaniua tu. Hii itaniua tu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ametembea hata hospitalini. Anapofika pale hospitalini, anakosa kupata matibabu inayomponya. Ninataka nikwambie kwamba hata kama umeteseka kwa muda mrefu, hata kama umepitia magonjwa haya mazito, ninataka nikwambie kwamba ni jioni ya leo Mungu anakuwazia mema. Wewe utaishi tena. Uliyekuwa mgonjwa utaishi tena. Uliyekata tamaa masaa siku ya mwisho, ninataka nikwambie kwamba utaishi katika jina la Yesu, ili kwamba usimulie matendo makuu ya Bwana. Haleluya. Wakati Mungu anakuponya, watu wataanza kuulizana, ili kuache huyu mtu akapona. Wengine walikuwa wamesema kwamba yako imefika mwisho. Yako wanapokuja wanakuangalia, wanasema kwamba uko hali mahututi. Wengine wanasema kwamba hautapona. Wengine wanasema kwamba haiwezekani. Hata tunapouza hii haitawezekana. Wakati Mungu atatenda, maana anakuwazia mawazo mazuri. Wakati Mungu atapenda, wataanza kuulizana, imekuaje? Ametembea sasa. Ninataka nikwambie kwamba utatembea ukisema kwamba Baba ananiwazia mawazo mazuri. Utatembea ukisema kwamba
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio kusema ugonjwa wako, sio kusema ugonjwa wako. Haleluya. Yani nafurahia sana na Mungu. Mimi hata ninapo kupitia katika hali ngumu, ninajua kwamba kunalo tumaini. Ninajua kwamba kunalo amani. Mtu ambaye amekosa amani, ninajua kwamba kuna amani ndani yako. Ninajua kwamba Mungu anakuwazia mawazo mazuri ndani yako. Hata kama ulikuwa umekosa amani, iwesekana ni amani katika nyumba, iwesekana ni amani katika kazi, iwesekana amani katika biashara. Ninataka nikuambie kwamba Mungu anakuwazia mema, Mungu anakuwazia mazuri, si mawazo mabaya. Kama unapopanga mabaya, Mungu anakuwazia mambo mazuri ili kukupa wewe tumaini siku zako za mwisho. Mahali ambapo umechoka, ni Bwana atakuweka, ni Bwana atakuinua, ni Bwana atakutendea, ni Bwana atasimama na wewe katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. So walipoona kwamba imefika mwisho, wakaona kwamba sasa hii imefika mwisho, sisi tunaenda kukufa, hatuna maji, hatuna chochote, hatuna chakula.